Habari za mchana ndugu waandishi wa habari. Kama nilivyotambulishwa na Ali, mimi kwa jina naitwa Faith Lugo na ndiye mkuu wa GSM Foundation. Nadhani wengi wenu si wageni kuona ushirikiano wetu wa sisi GSM Foundation pamoja na Yanga, lakini pia sasa hivi na mtoto wa Yanga ambaye ni Yanga Soccer School. Tumekuwa tukifanya kazi kwa karibu sana katika kuhakikisha tunachangia katika maendeleo ya tasnia ya michezo. Na sisi kama GSM Foundation toka uanzishwaji, toka wanazindua rasmi Yanga Soccer School, tumekuwa tukifuatilia kwa karibu sana, tukiona registration za watoto ambazo zinafanyika. Tumekuwa pia tukisikia changamoto ya gharama za usajili pamoja na ada ya kuweza wasajili watoto katika Yanga Soccer School katika safari yao ya kufikia malengo yao ya michezo. Na ikiwa ni moja ya eneo letu ambalo tunafanyia kazi, kwa Kiingereza tunasema thematic area. Sisi kama GSM Foundation tumekuwa ni wadau wazuri sana katika kusupport initiatives mbalimbali za serikali na wadau mbalimbali wa michezo, hususan Yanga pamoja na Yanga Soccer School, kuhakikisha kwamba tunaleta maendeleo ya michezo nchini kwetu. Kwa hiyo katika tafakari zetu za kuona namna gani tunaweza tukaunga mkono jitihada za Yanga Soccer School, kutokana na maono aliyokuwa nayo ya kusupport kama alivyosema Ali, ama kunurture talents za watoto wa Kitanzania ili kuweza kufikia malengo yao ya michezo, tuliona ni vizuri tuwaunge mkono kwa kutoa fursa sawa, kama Ali ambavyo amesema. Notion ambayo jamii iko nayo ni kwamba kutokana na gharama za kuweza enroll watoto kwenye hii program, moja ya kigezo ni uwe na fedha, ama uwe unatoka kwenye familia ya kitajiri ama ambayo inajiweza. Sasa sisi tukaona ni vizuri tutoe fursa sawa kwa Watanzania wote, kigezo kikubwa kikiwa ni talent. So as long as una talent, whether umetoka kwenye familia ambayo inajiweza ama haijiwezi kiuchumi, nadhani wote tunatakiwa tuwe na fursa sawa ya kuweza kushiriki na kuweza kutimiza ndoto zetu, hususan zile za kufikia malengo ya kimichezo. Sasa sisi GSM Foundation, kama ambavyo Ale amesema, leo rasmi tunatangaza kuunga mkono jitihada za Yanga Soccer School kwa kufadhili watoto 20 kwa awamu ya kwanza. Kama ambavyo Ali amesema, phase 1 tutasupport watoto 20 ambao pamoja na vigezo vingine Ali alisema kwamba kuzingatia umri, kuzingatia ridhaa ya mzazi ama mlezi. Kigezo kingine ambacho sisi kama GSM Foundation tutakiangalia sana ni kuhakikisha kwamba kweli hawa watoto wanatoka kwenye familia ambazo hazijiwezi kiuchumi ama zinatoka katika hali duni ya kiuchumi. Tunafanya hivyo ili kutoa fursa sawa kama ambavyo nimesema, kwa watoto wote wa familia tofauti tofauti kuweza kupata nafasi katika fursa hii. Na pamoja na hayo, labda kimsingi nimesha kusema gharama za ufadhili kwa sasa hivi ama tuweke siri yetu. Anyways, bila hata kumention amount, lakini ni zaidi ya milioni 100 ambazo tunawekeza katika hawa watoto wa kwanza 20. Na ufadhili huo utajumuisha ada ya usajili, ada ya kila mwezi, gharama za usafiri za hawa watoto za kwenda na kurudi nyumbani, kutoka nyumbani kwenda kwenye Yanga Soccer School kupata mafunzo. Lakini pia tunatambua hawawezi kukaa pale kufanya mafunzo kama wakiwa tumboni hamna kitu. Kwa hiyo pia tunagharamia gharama zao pamoja za chakula wakati wa mafunzo yao. Tunataka kumake sure kwamba watoto hawa wako comfortable, wanapata fursa sawa na watoto wengine wote wanaposhiriki katika program hii ya Yanga Soccer School, safari ya soka, ili kuweza kutimiza ndoto zao. Uwekezaji wetu huu unaweza ukaonekana ni mdogo sana ama ni mkubwa sana, lakini sisi kama GSM Foundation tunaamini uwekezaji wetu huu sio katika michezo tu, tunawekeza katika rasilimali watu ambayo kwa namna moja au nyingine itasaidia kwenye mustakabali wa maendeleo ya nchi yetu, hususan katika sekta ya michezo. Kwa hiyo nichukue nafasi hii kutoa commitment yetu ama kusisitiza
commitment yetu kwa Yanga Soccer School. Tumefurahi sana kupata nafasi ya kuwa wafadhili wa kwanza wa programu hii ya Safari ya Soka kupitia ufadhili wa hawa watoto 20, lakini huu ni mwanzo tu kama ambavyo tumekuwa tukizungumza. Tunaamini talent wa Tanzania wengi, watoto wengi wana talents, na kama alivyosema tunataka tutoe fursa kwa watoto sio wa Dar es Salaam tu, lakini wa mikoa yote ya Tanzania kuwa sehemu ya ufadhili huu na kuwa wanufaika wa ufadhili huu. Kwa hiyo kama ambavyo nimesema, huu ni mwanzo, tutaendelea kusupport, kuwaunga mkono jitihada zao. Lakini pia mwisho kabisa, kabla sijamalizia remarks zangu, nichukue nafasi hii kutoa wito kwa makampuni binafsi, kwa taasisi mbalimbali ambazo kwa namna moja au nyingine mnaamini katika maendeleo ya sekta ya michezo Tanzania. Jamani, nadhani hizi Soccer Academy, Soccer School ziko nyingi, lakini Ali ameelezea utofauti wa Yanga Soccer School pamoja na hizi other ukilinganisha na hizo nyinginezo. Wana wataalamu kama ambavyo mnaona, boss yako kutoka South Africa. Watoto mazingira ni mazuri ya pale ya Yanga Soccer School pale Upanga. Usalama umezingatiwa, watoto wetu hawa ambao wako chini ya miaka 18. Uhakika wa wao kufikia ndoto zao za michezo, yani kwa kuwa enroll tu katika Yanga Soccer School tayari ni almost 80%. The rest hiyo 20% tunamwachia kudra za Mwenyezi Mungu, lakini every criteria ambayo inatakiwa kuzingatiwa kuhakikisha watoto hawa wanapata mafunzo mazuri na kufikia ndoto zao zimezingatiwa. Kwa hiyo karibuni sana, na wasihi mjitokeze na nyinyi kuweza kufadhili watoto wengine. Watoto ni wengi kama ambavyo tumesema, talents ziko nyingi. Tukiweza kutoa ufadhili kwa hawa watoto kupata fursa hii ya kupata mafunzo haya ya michezo, hawa watakuwa ni wawekezaji wa sekta ya michezo wa leo, wa kesho, wa leo na kesho pia. Kwa hiyo baada ya kusema hayo, niwashukuru sana kwa muda wenu, na tunawakaribisha GSM Foundation kwa ajili ya mazungumzo ya namna gani pia tunashiriki katika muktadha mzima wa maendeleo ya Tanzania. Asanteni sana.